Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV na 96 Link, karibu sana kwenye Political Science. Mimi naitwa Victor Madaha, nyuma ya kamera yupo Riziki bwana. Bahati nzuri sana mimi na Kombo ndo huwa tunakuepo kusogezea yale yote ambayo yamejili katika Political Science, masuala ya kisiasa za kimataifa ndani na sehemu zingine zote. Lengo ni kuendelea kufahamishana ni nini ambacho kinaendelea katika ulimwengu wa Political Science. Kombo, kwanza kwema kabisa? Shwari, sijui za huko. Nzuri, mambo anasemaje? Mungu anajalia. Nikupe pole na hongera pia kwa kazi ambayo umekuwa ukiifanya. Watazamaji wanaleta feedback nzuri sana kutoka kwako, wanakusifia pia. Pengine Kombo, kwako hili hasa unalichukuliaje? Shukran sana, nikushukuru wewe, nishukuru timu nzima Bongo Plus na 96 Link na Watanzania kwa ujumla ambao wanatufuatilia na ambao wametoa komenti zao kutokana na hiki tunachokifanya ama ninachokifanya. Yaani washukuru pia. Pengine sasa ni wiki inaelekea ya pili. Hii vita tumeiona, ulikuwa ni mgogoro mwanzo, tulikuwepo kwenye Political Science tulichambua, na sasa hivi vita kamili imekuja na mambo yamekuwa kiendelea mengi pia. Pengine hasa kutokana na jicho lako hasa mpaka tulipofikia hapa, nini unakiona katika vita hivi vya kwa maana ya Iran, Israel na Marekani? Ninachokiona mimi mpaka hivi sasa ni mgogoro ama mzozo kuendelea, hasa kwa upande wa Irani, ambapo Irani wao wanadai kuwa ikiwa adui nikimaanisha Israeli na Marekani ndio walioanzisha vita, basi wao Irani ndio wenye jukumu la kusimamisha vita, ama ni wenye jukumu la kuhakikisha ama kusema kuthibitisha siku gani ama wakati gani vita imeisha, na sio Marekani. Ndio maana nikasema mgogoro huu unaona bado kuendelea kwa muda kutokana na kile ambacho kinasema kutokea huko Irani. Japokuwa Marekani na Israeli, hasa Marekani mwenyewe anadai kuwa muda wowote wanaweza kusitisha mapigano kutokana na kile ambacho wanakiona. Kwa upande wangu naona kuwa zile target ambazo walizitarajia ikiwemo regime change na mambo mengineyo, labda kukamata kabisa eneo la Irani na kuwa chini yao, inaonekana kwa limefeli, na vile vile wanatumia pesa nyingi sana katika kuendesha hii vita. Mabilioni ya dola yanatumika kila siku, na vile vile wanapata pressure kutoka kwenye nchi zao, hasa Marekani, kwa maseneta, raia pia. Kwa hiyo ndio maana naona wao wameamua kama iwe kigezo cha wao kutaka kusimamisha vita kwa hivi karibuni. Ila kwa upande wa Irani, wao wanadai kuwa ikiwa wao ndo wamechokozwa, basi wao ndo wataamua lini huu mgogoro uishe. Lakini utofauti wa vita ya siku 12 12 war ambayo ilifanyika mwaka jana, tuliona namna gani ilikuwa ni Israel na Irani. Madhara yake hayakuwa kama hivi ambavyo tunavyoona. Utofauti wake hasa uko wapi hasa katika hivi vita vya sasa hivi? Ni kweli madhara yana utofauti mkubwa wa kulinganisha na hiki ambacho kimetokea kwa mwaka huu. Mwaka jana vita ya siku 12 kama sijakosea ilikuwa ni Julai ile, kama mwezi wa 6. Marekani pia alishiriki, ambako ndege zake zilienda kupiga kwenye vituo vya nuclear vya Isfahan, Fordo na ile eneo jingine, na kuthibitisha kuwa hakuna tena facility za nuclear katika nchi ya Irani. Lakini japokuwa mwaka huu tena wameenda na kisingizio kile kile. Mwaka jana vile vile hakukuwa na usiriasi huo, unaweza kusema hivyo, kwa sababu wao walienda walishambulia, Iran nao wakajibu baadaye, kwa sababu Iran walipoona kuwa hakuna madhara makubwa ambayo yalijitokeza, ndio maana mwaka jana ikawa rahisi vita ile kusitishwa. Lakini kwa sasa hivi tumeona pale Israeli na Marekani wameanza kwa kwenda kuwaua viongozi wakubwa akiwemo Supreme Leader Khamenei. Kwa hiyo kile kitendo cha kumuua kiongozi, na sio kiongozi wa taifa tu, bali ni kiongozi wa dini ambaye anahusisha madhehebu ya Shia katika huu upande wa Islam. Kwa hiyo ndio maana hii ikachagiza zaidi na mgogoro huu kuendelea kwa muda mrefu. Ukizungumzia Khamenei, yule anaoshawishi kwenye madhehebu haya ya Shia, ndio maana hata ukaona kwenye nchi kama za Kiarabu zile za Ghuba kule erupti, maandamano, fujo. Tuliona kule Pakistani, hata India vile maandamano ya kutosha na fujo, balozi za Marekani kadhaa ziliharibiwa. Hii ina maana kuwa
kete ambao aliicheza Marekani na Israel ni kete ambayo naweza kusema ni kete mbovu sana ambayo iliwasababishia madhara so ndani ya Irani tu bali na katika maeneo mbalimbali duniani. Na kama unavyoshuhudia Irani pia alijibu kwenye kupiga vituo vya kijeshi, akipiga facility ama viwanda vya kusafishia mafuta maeneo mbalimbali ambayo zote hizo ni vitegea uchumi tunaweza kusema vya Marekani. Kwa maana unaweza ukasema tofauti wa vita vya siku 12 vya mwaka jana na tofauti wa vita hii. Vita hii imeanza kwa Marekani kusogeza kete ambayo ni ya gharama ama kete mbovu sana ambayo imewagharimu, na ndio maana mpaka wahusika wakuu nikimaanisha Irani wanadai kuwa mzozo hauwezi kuisha hivi karibuni ama hauwezi kuisha kirahisi kama hivyo wanavyodhani wao. Lakini ukitazama hasa kwenye mgogoro huu hasa tofauti na migogoro mingine umehusisha mataifa mengi, hasa ukiangalia na ujio wa Rais Trump ambavyo amekuja, hasa tumeona alianzia kule Venezuela akashambulia, baadaye tukaona baadhi ya sehemu zingine ambazo amekuwa akiamua hasa pengine hasa mpango wa Trump na hivi vita ambavyo vinaendelea unataja katika namna ipi hasa? Maana hata ukisikiliza bunge la Senate na hata baadhi ya vikao ambavyo vinafanyika huko nchini Marekani ukiwasikiliza ni kama hajaunga kila ambacho Trump ameenda kukifanya. Hasa nini hasa kusudio la Trump katika uongozi wake huu? Kama unavyowasikia ama ulivyowasikia baadhi ya maseneta wakisema kuwa hii vita sio ya Marekani, ni vita ya Trump mwenyewe. Na Trump swaiba wake mkubwa ni Netanyahu, na Netanyahu mara nyingi huwa inavyodaiwa alikuwa anatafuta rais ambaye ataweza kumweka kiganjani na ataamua kile ambacho atamwambia, na ndio maana tunaona hivi. Ukianzia kule Venezuela kuhusiana na Maduro, Netanyahu alishaye kuoja na scenario kwa Nicolas Maduro yule alikuwa rais wa Venezuela alikuwa anawadhamini Hezbollah au na wasikia wa Lebanon. Umeona kama huo ni danganya toto ya hali ya juu, kwamba alishaye kutoa kwenye speech yake akasema kuna kiasi kadhaa cha pesa kinatoka Venezuela kinapelekwa Hezbollah kwa ajili ya kuja kutushambulia sisi. Kwa hiyo lazima Trump afanye jambo. Trump akaenda kule akafanya jambo, japokuwa jambo lile linasemekana kuwa limefanyika kwa ajili tu ya kutaka wapate mafuta ambayo yatawezesha ukilinganisha kwamba wana mgogoro na Mrusi na vile vile walikuwa washapanga kuingia mgogoro na Iran. Kwa hiyo kwenda kwa Maduro ilikuwa ni jambo la kimkakati, limradi watakapoweza kuiweka Venezuela kwenye target yao ama kwenye control yao, iwe ni rais wao kuzalisha mafuta ama kupata mafuta. Ukilinganisha Urusi anakazia na huku Irani kama tunavyoona naye anakaza. Kwa hiyo Venezuela kwenda kuvamiwa ilikuwa ni mkakati maalumu wa kuhakikisha wao waweze kupata rasilimali ya mafuta, ila tu vigezo ambavyo walivitumia ni vigezo vya kugushi, ikiwemo hiyo ya kusema kwamba Hezbollah wanadhaminiwa na Maduro. Kigezo kingine sijui Venezuela inaingiza asilimia kubwa ya madawa kulevya Marekani, japokuwa Mexico ndio inadaiwa inaingiza asilimia kama 20 hivi ya madawa, lakini hakwenda kufanya hivyo Mexico, ameenda kufanya vile kwa Maduro Venezuela, ambapo unaona kabisa ni mchongo ambao uliwekwa kimkakati zaidi. Lakini kuna wale ambao wanadai kwamba mgogoro huu ni kwa sababu ya mambo ya kidini. Hasa ukiangalia kuna wale ambao wanakuambia kwamba kuna unataja Ukristo humo ndani, unataja Uislamu mle ndani, unataja Uyahudi humo ndani, na kuna wengine ambao wanasema kwamba hata mataifa ya Kiarabu kuisaidia Marekani ni kwa sababu ya Usuni na Ushia. Pengine hasa ukiangalia katika engo hiyo hasa Kombo ina nguvu kiasi gani, hasa ukiacha kwamba kuna masuala mengine ya kiuchumi? Unaweza kusema hicho ulichokisema ni cha kweli. Tukianzia kwa wao Waarabu ambao wengi wanajinasibu kwa wao ni madhehebu ya Sunni, lakini Mtume mwenyewe alikuja tu na Uislamu, hakuja na dhehebu lolote. Tukianzia na hao Waarabu ambao wanajiita wana madhehebu ya Sunni, wao siku zote wanashikwa akili. Nikurudishe nyuma tu 2003 kipindi Marekani inaenda kuvamia Iraki na troops zile za NATO. Walienda pale kwa Saddam yule ni Sunni,
na ni Mwarabu mwenzao. Lakini Marekani alienda na kigezo mojawapo, alisema kuwa Saddam anaonea Waislamu wa madhehebu ya Shia. Umeona mchongo ulivyokuwa. Na wale Waarabu ni Sunni asilimia zote, lakini hawakufanya chochote kwa Saddam Hussein wa kumsaidia, japokuwa tu baadaye wao ndo walituma, inavyosemekana walituma baadhi ya askari na walituma baadhi ya vifaa kwenda kumwataki Saddam. Tukirudi 2011 kwa Gaddafi hivyo hivyo. Gaddafi naye ni Sunni Mwarabu mwenzao, lakini Marekani alivyoenda pale na NATO wale Emirate wale walisaidia kwa kiasi kikubwa kupeleka ndege, kupeleka askari. Kuwait pia, Katari, Saudia, wote walienda kumwataki Gaddafi ambao ni Sunni mwenzao, Mwarabu mwenzao. Kwa hiyo unapokuja swala la Irani kusema ni kwa sababu ya Ushia na Usuni, naweza kusema tu inaweza kuwa ni sababu, ila kuna sababu nyingine nyuma pazia, kwa kuwa hawa mwanzo walipoenda kwa wale watu wa Sunni, ukimaanisha Saddam, ukimaanisha na Gaddafi, walitumia kigezo cha kuwa wanawaonea watu wa Shia. Na wale mapartner zao ama majirani zao Waarabu wenzao hawakufanya chochote, hawakuwasaidia zaidi na wao kuwakandamiza. Iweje leo yule anasema fulani japo hakuna story za kusema kwa Shia wa Irani wanaonewa, sijasikia hiyo story. Lakini iweje kwa mtu yule alikupa story ya kwanza kuwa anaonea watu fulani, kabadilisha story, anaenda kwa mwingine anasema anaonea watu fulani, afu na wewe bado unaendelea kusupport. Ni vile tu tuweze kusema kwa mataifa ya Waarabu wengi hawajielewi, naweza kusema hivyo, kwa sababu unaweza ukawapeleka huku ukawarudisha huku na ukawafanya vyote unavyotaka. Na hilo swala la Ushia ama Usuni inaweza kwa kweli pia kwa kuwa kuna scenario moja ama kuna hadithi moja ya kidini ambayo inawahusu watu wa Shia kwamba kabla ya Yesu kuja ama Nabii Isa kuja, nyuma yake kutakuja na jamaa anaitwa Masih Dajjal, ambao watu wa upande wa pili nikimaanisha wa Kristo na muita Antikristo, huyo mpinga Kristo. Kwa hiyo kabla ya Yesu kuja kupambana ama kumzuia huyu Antikristo, kutakuwa na jamaa mwingine anaitwa Imam Mahdi, ambao huyo anaaminiwa na watu wa madhehebu ya Shia. Ndio maana kuna baadhi ya nyimbo za Shia zinaimbwa, utasikia Mahdi, wanamteja Mahdi, ni imamu wao ambao wanamwamini na wanajua kuwa atakuja kabla ya kuja Yesu. Kwa hiyo unaweza ukasema kuwa kutokana na hiki kinachoendelea, watu wa Kiarabu ama Masuni wanaona kuwa wakiagree ama wakikubaliana na kile ambacho kinaaminiwa na watu wa Shia ama kinafuatwa na watu wa Shia, watakuwa wamewapakulia minyama, tunaweza kusema hivyo, kuwa wamewapa respect fulani na kuverify kile ambacho wanakiamini na wao kupunguza baadhi ya credibility yao kwa watu. Na ndio maana inabidi na wao kwa imani zao ndogo, naweza kusema hivyo, waweze kukaa karibu na adui ili mradi waweze kuwapinga hawa ndugu zao wa Kishia na kupinga kile ambacho wanakitarajia Shia kama wao kitakuja kutokea. Lakini Kombo, sasa tukigeukia kwa mfano katika upande huu wa pili, Marekani imekuwa ikisifika kwamba ni superpower, ni taifa ambalo lina nguvu kubwa kiuchumi, kijeshi, kwa maana military na mambo mengine mengi, teknolojia na nini. Hata Israel imekuwa ikitaja hivyo. Lakini sasa hivi ukiangalia, hasa kumekuwa na ombi sana la mataifa ya Ulaya kwa maana ya NATO kujumika katika hivi vita na Irani. Nini hasa, ipi hasa nguvu ya Marekani katika nyakati hizi? Ni kwamba haijaamua kutumia silaha zake zote, ama ni kwamba wameona tu kwamba kuna wamezidiwa, ama kuna nini hasa ambacho unachokiona tunavyoambiwa Marekani kwamba ukitaja katika majeshi sijui nini naongoza na nini ambacho katika hilo kuambia watazamaji watazama? Marekani ana nguvu, ila sio kama ile ambayo inatajwa ama inapromotiwa duniani. Kwa sababu mimi umri wangu mdogo, ila nimewafuatilia kwa kiasi chake. Marekani walikimbia wapi? Vietnam. Ambako walikuwa wanapigana na watu wa msituni ambao silaha zao ni duni kabisa, lakini walikimbia. Marekani alikimbia wapi? Somalia hapo.
miaka 2000 na miaka kama ya 70 hivi ama 80 walikimbia. Ikiwa wao wana nguvu, kwa nini wanakimbia vita nyingi? Amekimbia Afghanistan, amekimbia wapi, maeneo mengi amekimbia. Marekani ni mtu ambaye anacheza kwa mitego na apende kupigwa. Mimi vile vile ni mtu wa ngumi. Kuna baadhi ya mabondia ambao wanataka tu wapige, wakipigwa wao raundi 2 tu wanaachia, game inaisha. Ndo sawa sana Marekani. Hicho kitendo cha kusema Marekani anawaita watu, na hata mimi nasikia anaita NATO, anaita baadhi ya mataifa mengine, au anaomba baadhi ya bezi aweze kuzitumia. Ndio swali lile linarudi, wewe kama ni bingwa, kwa nini uombe vifaa ama uombe bezi kama wewe unajiweza? Kama wewe ni bingwa, kwa nini uombe troops kutoka kwenye nchi nyingine ama kutoka NATO? Jibu linakuja kwa hujiwezi, na pengine hata kama unajiweza, kile ambacho ulitarajia sicho ambacho umekutana nacho. Aliwasoma Irani akajua ni kama mataifa mengine, lakini amekutana nao wapo serious, na Irani wao wanadai kwa tangu mapinduzi yanafanyika ya Kiislamu pale Irani 79 ile, wao walishajiandaa. Na ni kwenye kipindi kilichopita nishakukwambia kwamba hawa ni watu wa dini na wanafuatilia misingi ya dini na walishajiandaa. Kwa hiyo walijua kwamba kuna siku ama kuna masiku atakuja atokee hiki. Kwa hiyo naweza kusema intelligence ya Marekani na Israeli ilifanya kazi, ila kuna baadhi ya vipengele havikufanya kazi. Naweza kusema kuwa hata kwenye ile vita ya siku 12 ilikuwa ni sehemu ya kupima maji. Kwa hiyo wamepima wakapata baadhi ya details, lakini kuna baadhi ya details walizikosa. Kwa hiyo walipokuja mara pili wakaangukia pua, na kutokana na wakakipata hiki ambacho kinatokea hivi sasa. Kwa hiyo wanaona mashambulizi yanaendelea, hawa nguvu hawataki kuacha kushambulia, na wao wanaonekana kama zile strategies za mwanzo ambazo walishaziweka zimefeli. Kwa hiyo mpaka wapate muda tena wajiandae, ndo waendelee na mashambulizi. Ndio maana anajaribu pia kuomba msaada ama tagi kutokea kwenye maeneo mengine kama NATO na wale wengine wa mataifa ya Ulaya ambao hapo NATO, ila wanatoka Ulaya mradi wapate bezi na waweze kuendeleza haya mashambulizi. Kwa mfano AU hatuone kizungumza lolote hasa, kwa maana tamko lake special kwamba sisi tunataka hiki, au ile nguvu yake ya ushawishi hatuioni kama vile ambavyo pengine za sababu tunataka mzozo sasa uishe ama ifanyike. Ni tunaona hata Iran pia imezuia, na tutuambia pia madhara yake yakoje, hasa mfereji wa Strait of Hormuz, mafuta ya piti hasa. Pengine iko wapi hasa nguvu ya AU na katika hili kutoa tamko lao na Iran pia kuzuia mfereji huu kuweza mafuta pengine mpaka napanda nafika bei hizo? EU nikimaanisha Umoja wa Ulaya ni kama mbwa koko ama mbwa asiokuwa na meno, kwa sababu so EU tu, hata nani UN hawafanyi chochote. UN sijaona wakizungumza chochote zaidi ya mwanzoni tu nilimwona Antonio Guterres akizungumza, lakini ndio ikakatika juu kwa juu. Kwa hiyo kama Umoja wa Mataifa tu hauwezi kufanya kazi, so unasemaje EU ambao bosi wao pia ni Marekani? Kwa hiyo EU ni kama baba yao Marekani. Kwa hiyo baba ameshaenda kutafuta chakula, kwa hiyo uweze kumpangia ni njia gani atafute ili maji aje kukulisheni nyinyi nyumbani. Kwa hiyo washaona kula ameenda kufanya ambush kama anazofanyaga, apate rasilimali fulani. Wanajua za rasilimali ambazo anapataga Marekani huwa naye anawapunguzia kwenye bajeti zao. Kwa hiyo uwezi ukaona akisema chochote zaidi tu ya yule mkuu wa kamisheni ya Umoja huo wa Ulaya bwana Bi Ursula mwanzoni tu alitoa support na support Marekani kulingana na anachokifanya. Na unakuja kuona kwamba hawa jamaa siku zote ni wageugeu. Tunaona hawa wa EU kwenye scenario ya kipindi kile cha Palestina Gaza, kuna baadhi ama wengi wao walikuwa wanamponda Israeli ambaye kwa asilimia kubwa anasaidiwa na Marekani kwenye kuataki Gaza. Lakini huyo Marekani ameenda upande mwingine, wewe unakuja tena unamsupport. Unamaanisha kuwa hauna msimamo na vile vile unafuata kile ambacho Marekani anakisema. Kwa hiyo hatuoni kuwa ama hatuoni kutakuwa na upinzani wa aina yoyote kutoka EU ama UN kutokana na Marekani anachokifanya chochote. Labda kwa miaka mbele kama ikitokea Marekani
ikidrop kidogo wanaweza wakawa na wao wanaamuliwa ama wanasema kama wanavyosema nchi nyingine. Yeah. Okay, sawa. Tugeukia sasa kwenye hili la Iran, nikijaribu kugusia pia kufunga mfereji wa Strait of Hormuz na